Bwana asifiwe sana. Hali ya kanisa haipo sawa, hali ya Wakristo haiko sawa, kwa sababu wanajijenga kwenye mentality ya kuwa tegemezi. Kwa hali hii watu wamejijenga kwenye misingi ya kutegemea mwanadamu na taasisi na wala sio kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndiyo maana mtu yuko tayari kuvunja sheria ya Mungu na kisha atii sheria ya kiongozi wake wa dini au sheria ya taasisi. Na haya yapo mengi sana. Ukimuuliza mtu anakwambia mimi msabato, mimi ni mlokole, mimi ni AIC, mimi ni Pentekoste. Sio Mkristo tena. Anakwambia sisi wa Roma tunafanyaga hivi. Sisi wa Pentekoste hatufanyi hivi. Wanaofunika kichwa ni Waislamu, sisi hapana. Kwa sababu anafata utaratibu wa taasisi na sio neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, mnajenga watu kuwa tegemezi ili wawe wanafunzi wenu na sio kuwafanya kuwa wanafunzi wa Kristo. Mtu aliyefanyika kuwa mwanafunzi wa Kristo, huyu anakuwa ni tegemezi kwa Kristo. Bwana asifiwe sana. Anakuwa tegemezi kwa Kristo. Neno la Mungu halijawahi kwenda bure. Kila neno ambalo limeandikwa kwenye Biblia kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu linafaa kwa maonyo, kwa mafundisho na kwa kuwarekebisha watu makosa yao. Kwa kila kitu kina mantiki. Kama sio kukuonya basi ni kukuelimisha. Kama sio kukuelimisha basi ni kukurekebisha na kukuweka kwenye mstari. Ni kukuongoza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninasema na Wakristo, nasema na watu waliookoka, watambue kuwa thamani yao ni kubwa na sio kuwa tegemezi kwa wanadamu. Imani ni kuchukua hatua, imani ni udhubutu. Imani ni kuamini kuwa inawezekana, lakini kwa macho ya kawaida mtu akiangalia anaona kama haiwezekani. Hiyo ndio imani. Kuomba peke yake hakuwezi kumsababisha mtu akasurvive pasipo imani. Hata ukisoma pale katika